Mahitaji ya mwanamke uyajue, mahitaji ya mwanamume uyafanyie kazi. Ni jambo gani ambalo lipo ulifanyie kazi kwenye mahusiano yenu? Mapungufu gani mwenzio anayo uyafanyie kazi, kwamba huyu mwenzangu ana hasira, huyu mwenzangu yuko hivi. Kwa hiyo hayo uyafanyie kazi huko kimwamini Mungu, kuomba. Lakini wewe kitokea kidogo simu kwenu, kidogo simu kwenu, unapiga unawaambia watu, hawatakusaidia, watakubomoa, kwa sababu ndoa ni ya watu wangapi? Watatu. Ni wawili na Mungu. Wewe linawashinda, mkabidhini Mungu kama kwa mchungaji ya mjaja kwanza. Ombeni, mkishindwa ndo mchungaji kuna hili. Lakini mchungaji atasimama kwa niaba nani? Haleluya. Msiende kwenye mataifa, msiende kwenye mabaraza. Amkuungwa ndoa kwenye mabaraza, mmeungwa ndoa kwenye madhabahu takatifu. Unasikia tu kuna waandikia talaka za kuachana, wanafanya hivi. Kabisa wa Kristo, kuna kuachana, kuna hati ya talaka. Tena taifa, haleluya. Rudini kwenye madhabahu, suluhisheni. Imefungwa ndoa kwenye madhabahu. Tatizo likitokea basi rudi kwenye madhabahu. Rudini kwa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sina historia ya kuvunja ndoa, yaani kwamba ndoa zote ambazo madhabahu kuna ndoa ilivunjika. Najua hata kuna zingine ambazo zilifikia katika hali fulani, lakini Mungu wa madhabahu yamesimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa Mungu akuunganisha ndoa watu waachane, ila ameunganisha ndoa ili watu, haleluya, waishi milele kwenye ndoa yao. Kifupi, ujue madhaifu ya mwenzio. Haleluya. Waefeso 4:22, ikiwa mkisikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu. Kwamba kuna kweli yote ipo katika nani? Yesu. Waefeso 4:15, lakini tuishike kweli, kuzungumza kweli, katika upendo kukua, hata tumfikie yeye katika yote, aliye kichwa Yesu Kristo. Siri ya kupata mabadiliko binafsi si kuwa na nia thabiti. Siri ni kujua na kukubali ukweli. Lazima ujue ukubaliane na ukweli unaokuhusu wewe, asili yako. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima ukubaliane na ukweli, asili yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukubaliane na kile ambacho kiko ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kinachobadilika katika maisha yako mpaka ujue na ukubaliane na ukweli unaokuhusu. Kama una hasira, ujue mimi nina hasira. Na umwambie mwenzangu, mimi naomba niombee, nina hasira mimi, niombee. Sasa kikwambia hivyo usipuzie, omba. Haleluya. Kwa sababu mwanamke naye ni muombaji. Haleluya. Mwanamke ni nani? Ni muombaji. Wa kumwombea nani? Mwanamume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo udhaifu wako, mahusiano yako, mafanikio yako, kushindwa kwako, maisha yako ya zamani na ya baadaye, hakuna kinachobadilika mpaka ujue na ukabiliane na ukweli. Na ukweli huo unapatikana katika neno la Mungu, Yesu Kristo. Ndio mwenye ukweli wote. Bwana Yesu. Kwa nini tujifunze ukweli kabla ya kitu chochote akijabadilika maishani mwetu? Ni kwa sababu msingi wa kila tabia inayokuzuru ni uongo fulani uliouamini. Kuna uongo ambao wewe umeuamini, lakini ni uongo. Biblia inatufundisha kwamba mabadiliko binafsi huanzia na kweli. Na shida hii, kweli mimi na shida hii, yaani ukishaanza kujitambua, ni nuru imeingia kwako, mabadiliko imeingia kwako. Ukificha manake hilo ni giza. Timotheo wa pili 3:16-17, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kuwaonya watu makosa yao, kwa kuwaongoza na kuwadabisha katika haki. Haleluya. Kwa hiyo hili neno nilizungumza ni pumzi ya nini? Sema haleluya. Imeandikwa Yohana 8:31-32. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, nyinyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli yote kwenye ndoa, muasisi mwanzilishi ni nani? Ni Mungu. Lolote likitokea wakumfuata nani? Mungu. Na yote yapo katika nini? Yapo katika neno. Unachokitaka kipo katika nini? Kipo katika neno la Mungu. Hakuna ambacho akipo Mungu hajaweka. Mashauri yote yako katika neno la Mungu. Unataka kuachana, muulize Mungu, je, Mungu umeruhusu tuachane? Anasema hapana. Mimi niliruhusu kwa Musa kwa sababu ya mioyo ya hao watu.
lakini katika ndoa ya Kikristo hakuna kuachana. Haleluya! Wewe ukishapata jibu hilo rudi magotini, ombe yako, ombea. Haleluya! Rudi katika msingi. Mkikosea mjirekebishe, mkae sawa.